Hamjambo kwa wote wanaotusikiliza na kutufuatilia mahali kote mliko. Karibu sana kwenye channel yetu Kwetu News 24. Na hivi leo tunakuletea habari moto na za sasa. Na leo hivi tutakuletea habari kutoka huko Uvira ambako jana kulitokea mlipuko mkubwa wa mabomu. Acha basi turudie moja kwa moja katika kipindi chetu na tuzungumzie habari ambayo ilitokea jana huko Uvira. Hapo jana Jumatano Januari tarehe 14 mwaka huu, hali ya taharuki imekuwa imetanda baada ya bomu kulenga ukumbi wa mkutano katika wilaya ya Kalundu kusini mwa jiji la Uvira. Eneo hilo kwa sasa liko chini ya udhibiti wa waasi wa M23 na ripoti za awali zinathibitisha kuwa vifo na majeruhi katika mlipuko huo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya mashahidi ambao ulizungumziwa na waandishi ndani ya mji huo wa Uvira, mlipuko huo umetokea majira ya saa 8 mchana saa za hapo Uvira. Wakati huo shughuli zilikuwa zimepamba moto ndani ya ukumbi huo uliolengwa. Mashahidi wanaeleza kuwa kishindo cha mlipuko huo kilisikika umbali mrefu sana, na mara moja vikosi vya waasi vilizingira eneo lote. Hadi tunapoenda hewani hakuna raia wala mwandishi anayeruhusiwa kukaribia eneo hilo la Kalundu, huku moshi mzito ukionekana kwa mbali. Acha basi tuzungumzie malengo ya shambulio hilo na tetezi lake. Swali kubwa ni je, ni nini kilichokuwa kinalengwa au ni nani waliokuwa wanalengwa? Taarifa zisizo rasmi zinaashiria kuwa ukumbi huo ulikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa harakati ya AFC, Alliance du Fleuve Congo. Inadaiwa kuwa mkutano huo ulianza tangu asubuhi kabla ya kupigwa kwa bomu hilo mchana wa leo. Inadaiwa kuwa mkutano huo ulianza tangu asubuhi kabla ya kupigwa kwa bomu hilo mchana wa jana. Hata hivyo, kuna mgawanyiko wa habari, wakati baadhi ya watu wakisema ni shambulio la makusudi dhidi ya viongozi wa AFC. Vyanzo vingine vya ndani vinaashiria kuwa huenda kukawa na hitilafu ya kifundi. Inadaiwa kuwa wapiganaji wa M23 walikuwa wakifanya majaribio ya silaha zao, na katika hali ya kutoa mwelekezo mbaya, silaha hizo zilipiga ukumbi huo kimakosa. Acha basi tuzungumzie hali ya usalama ndani ya mji wa Uvira. Hali katika mji wa Uvira jana kufikia mida jioni ilikuwa bado haijakuwa sawa. Hali ilikuwa ni tete. Hospitali za karibu na Kalundu zinaripotiwa kuwa chini ya ulinzi mkali, huku majeruhi wakipelekwa kupata matibabu huko. Hakuna taarifa rasmi kutoka kwa msemaji wa kundi la M23 wala muungano wao AFC kuhusu idadi kamili ya viongozi au wapiganaji waliopoteza maisha. Wakazi wa Uvira wamejawa na hofu, wengi wakihofia kuwa huenda kukawa na mashambulio mengine au mfululizo wa milipuko ya aina hiyo. Kwa kuwa taarifa zingine bado hazijapatikana, msihofu, tutaendelea kuwaletea habari kwa jinsi zinavyoendelea kupatikana kuhusu shambulio hilo. Acha basi tuelekee huko Ituri katika mji wa Babila Bakwanza ambako kulitokea shambulio lingine la ADF dhidi ya wanajeshi. Huko Ituri kuna majonzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu
20 kwa shambulio la kikatili la kundi la ADF katika eneo la Babila Bakwanza. Jeshi lapata hasara kwa sababu wanajeshi 14 wamefariki ndani ya shambulio hilo, na wanajeshi hao ni wa FARDC. Walishambuliwa kwa kulinda raia. Vijana watekwa nyara na kupelekwa mahali kusikojulikana. Operation ya FARDC na IPDF ikiendelea kuwatafuta, na inasemekana kuwa hali ya usalama huko Ituri katika mji huo wa Babila Bakwanza haiko sawa, kwa sababu raia wanaendelea kuogopa kwa kuwa mashambulio yanaendelea kuongezeka licha ya operation ambazo wanajeshi wanaendelea kufanya. Acha basi tuingie kwa undani wa habari hizo. Usiku wa kuamkia jana kulikumbwa na baada ya wanamgambo wa kundi la ADF, Allied Democratic Forces, kuvamia kijiji cha Banzu kilichopo katika eneo la utawala wa Babila Bakwanza. Kulingana na vyanzo vinavyoaminika kutoka nyanjani, vinathibitisha kuwa washambuliaji hao walivamia kwa ghafla wakitumia silaha za moto, na katika makabiliano hayo makali yalidumu kwa saa kadhaa. Zaidi ya watu 20 wamepoteza maisha, na hii inasikitisha sana kusikia kuwa ndani ya wahusika hao au wahanga hao kuna wanajeshi 14 wa FARDC ambao walikuwa mstari wa mbele kujibu mapigano. Tutaendelea kukujuza kila kitu kinachojiri kutoka katika maeneo hayo ya operation, ukiendelea kuwa nasi na kushare video hii na kusubscribe. Usisahau pia kukomenti na kutoa maoni yako kuhusu mambo yanayoendelea kutokea huko Kongo. Mimi ni mtangazaji wako Pepele Pole Pascal Leta kutoka katika redio yetu ya Kwetu News 24.